Vijana wetu wa Kitanzania mliopo huku mnatambulika kwa uaminifu, uchapakazi, nidhamu na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira mbalimbali. Kabla ya kuja hapa nimefanya kikao na mwajiri wenu, sio? Nimezungumza kwa kirefu sana. Kwa taarifa alizonipa, ameridhishwa na uchapakazi wenu. Hii ni sifa ambayo zimeendelea kufungua milango ya ajira kwa Watanzania wengine. Na baada ya hapo ameniahidi kwamba kutokana na nyie kwa mabalozi wazuri atafungua fursa nyingi za ajira kwa Watanzania wengine kuja kufanya kazi. Nami kwa mrejesho mzuri niliopata ambao unaleta faraja kwa serikali kwamba kazi ambayo inafanywa chini ya serikali ya awamu ya 6 uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tunaenzi yale mazuri, na ni jambo la muhimu sana kama nilivyosema tunapoanza utekelezaji wa dira 2050. Nataka nyie kama raia wa dunia, global citizen ambao mko huku mnafanya kazi na mmejionea, mmekutana na wenzenu kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo inaonyesha kwamba unaweza ukawa Tanzania ukafanya kazi mahala popote duniani. Kama serikali tunaweka mifumo wezeshi na mifumo rafiki ambayo kile ambacho mnakifanya hapa ambapo mnafanya kazi nchini Qatar kinaweza kureflect moja kwa moja katika utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Niwaombe na kuwasisitiza umuhimu wa kuendelea kudumisha nidhamu na maadili ya kazi. Kila Mtanzania aliyepo Qatar ni balozi wa Watanzania, na mnaye mheshimiwa balozi wetu hapa ni mtu rahimu sana na ni mtu mchapakazi ambaye kama ukipata changamoto yoyote hata waacha. Ni rafiki, ni baba, ni mlezi. Naomba pia mnapopata jambo lolote muweze kufika ofisi za ubalozi, nasi watatufikia, na kama serikali tutachukua hatua za haraka. Na serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ipo tayari kuwasikiliza wakati wote na kushughulikia changamoto zenu kupitia mifumo iliyowekwa. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameridhia nije kufanya ziara hapa makusudi kabisa na mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yenu yote yanaenda vizuri chini ya uangalizi na uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa hiyo nawasihi muendelee kuheshimu sheria za Qatar, kutekeleza majukumu yenu kwa weledi na kuzingatia masharti ya mikataba yenu ya ajira. Na hivi nimekutana asubuhi na waziri wa kazi wa Qatar. Wamefanya marekebisho ya sheria yao namba 9/2004 ambayo inawapa haki nyingi zaidi. Hapa mwajiri anayeajiri zaidi ya watu 100 atakuwa na uwezo wa nyie mkawa na timu yenu, mkiwa na jambo lenu mkafanya mazungumzo. Na wamesema wako serious kabisa kuhakikisha haki za wageni wanaofanya kazi hapa nchini zinazingatiwa na kusimamiwa. Lakini wameweka penalty kubwa kwa wale wanaoweza kuwa wanawanyanyasa wafanya kazi kutoka nchi za kigeni wanakuja kufanya kazi hapa nchini. Wao wana malengo yao ya kutimiza kwenye dira yao ya 2030. Wanaamini diaspora wana mchango mkubwa katika utekelezaji wa dira yao ya 2030. Mimi niwahakikishie kama balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Qatar, ushirikiano 100%. Kama ulipiga simu balozini kuna mtu akasema kwamba hili fanya hivi, amekukasirikia, tafadhali naomba uripoti kwangu moja kwa moja, ili malalamiko haya tuyapeleke Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa hatua zaidi. Lakini personally I will take strong measures. Nishukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutengeneza hizi nafasi za ajira za nje ya nchi kwa vijana ambao wengi tulikuwa Tanzania ambao tulikuwa tunajipambania, wengine tulikuwa hatuna ajira kama hivyo. Mimi hapa ni kijana ambaye nilihitimu chuo mwaka 2015 nilisoma degree ya education, lakini nilipata fursa ya udereva, nimekuja kufanya kazi ya udereva na nafanya vizuri na alhamdulillah, maisha yanaendelea, familia na kila kitu. Lakini pia tumepata fursa kutoka serikalini hapa ya NSSF, wametuletea mfuko ambao unatunufaisha sisi ambao pia tuko nje ya nchi. Tunafanya kazi lakini familia zetu kule zinaingia kwenye kunufaika ikiwa na matibabu, na bado sisi tutapata manufaa pia wakati tumechoka kufanya kazi. Tutakuwa na mafao yetu ambayo yatatuendeshea maisha. Kwa hiyo tuishukuru sana serikali kwa fursa zote inazotuletea, na tunaishauri pia serikali iendelee kutafuta chansi zaidi na zaidi za
Watanzania ambao wako kule ambao hawana ajira. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.